Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu, tukiadhimisha siku tatu kuu muhimu za Pasaka au Triduum. Triduum maanake ni siku tatu kuu muhimu, sio maadhimisho tofauti. Ni sherehe moja ya Pasaka yenye matukio matatu tofauti. Tukio la leo tukishuhudia Yesu akiweka sakramenti ya daraja takatifu, lakini akiweka vile sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na akitupa amri kuu ya mapendo, kwa amri kuu ya mapendo. Kama yeye alivyotupenda sisi, nasi tunapaswa kupendana hivyo hivyo. Tunaposali misa hii, basi tumwombe Kristo. Tunapoona pekee ni waseminaristi ambao wameonyesha dalili tayari za kuendea sakramenti hii ya daraja takatifu. Bwana Yesu awaongoze, awasimamie, mwendelee kubaki thabiti katika malezi yenu, majiundo yenu, ili siku moja na ninyi mpate kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka takatifu katika altari yake. Tuombe na mapadri wote ulimwenguni, ili Mungu Mwenyezi awajalie Mungu waaminifu wa wito huu mtakatifu walioitiwa wa kugawa masakramenti kwa watu. Wito huu mtakatifu walioitiwa wa kuhubiri neno la Mungu na kuwapeleka watu mbinguni kwa Baba. Niwaalike basi, tunapoomba mapadri na kujiombea sisi wenyewe, tuziombea na familia ambapo liko chimbuko la miito. Sisi wote ni products za familia. Tuombee familia zetu, walezi wetu, wazazi wetu, watulee vyema, ili na sisi siku moja tukafanyike watendakazi katika shamba la Bwana. Tuungane na mwenzetu aliyemshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai anapokumbuka siku yake ya kuzaliwa. Anamwomba Mungu amwongoze katika masomo yake, aiombee na familia yake na wadarasa wenzake. Ni ya Rodrick Amani. Anamshukuru Mungu anapokumbuka siku yake ya kuzaliwa, pia anaiombea familia yake na wadarasa wenzake, afya njema, rohoni na akili. Ni ya Narcisse Bueno. Tujute dhambi zetu ili tumtolee Mwenyezi Mungu sadaka safi na takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Bwana nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana naomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
upendo wake. Tunapokujalia tupate kushiriki fumbo hili kuu, utimilifu wa mapendo na uzima, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Kutoka. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi za Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa mtu wa nyumba mmoja, na ikiwa watu wa nyumba wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja, wakati hesabu ya watu. Wakati wa mlaji wa kila mtu ndilo mtakofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Nani mtaweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika milo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazokula. Watakula nyama yake usiku ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zilizozuri. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa mikono yenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakayokuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, msiwapate pigo lolote. Nitakapoipiga nchi ya Misri, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nami nitaifanya iwe siku ya kwa Bwana. Nitaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Nikakipokea kikombe cha wokovu na kutangaza jina la Bwana. Damu ya Kristo Tukifa
Yesu aliyejua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akakifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawala wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Hivyo iwaje kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe unitawala miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyao wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawala miguu kama? Yesu akamwambia, kama nisipokutawala huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ya kutawala miguu, bali hiyo safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alijua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawala miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mnaelewa na haya aliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo mlivyo. Basi ikiwa mimi ndiye Bwana na mwalimu, ninawatawala miguu, inawapasa vivyo hivyo kutawanana miguu kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Neno la Bwana. zangu, kama alivyokuja kusema mwanzoni mwa adhimisho hili kwamba tumeanza rasmi zile siku tatu kuu za Pasaka ambayo kwa jina naitwa Triduum. Ni sherehe moja, sherehe moja ya Pasaka yenye matukio matatu tofauti. Tukio la masiku sikia kwa mstari hii, Yesu aweka sakramenti mbili na kuwapa amri ya upendo. Kisha tunasikia tukio la mateso, kifo na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Na siku ya tatu tunasikia habari za kaburi wazi na ufufuko wa Bwana. Kwa hiyo tunapotafakari katika huo umoja, katika hiyo totality, Kristo leo anapofanya karamu ya mwisho, karamu ya upendo, anadhihirisha upendo wake kwetu kwa kutuachia mwili wake na damu yake, tukule, tunywe, tupate uzima wa milele. Ni upendo ulio wa ajabu, ni upendo usio kipimo. Lakini anapotuachia sakramenti ya Ekaristi Takatifu ya mwili na damu yake, anatuachia pia mwajilishaji wa hiyo sakramenti. Kama picha ingekuwa nani angegeuza mkate kuwa mwili wa Yesu? Nani angegeuza divai kuwa damu ya Yesu? Kama sio kwa mapaji. Lakini anaweka na
sakramenti hii sasa ya upadre, ambapo padri hapati upadri kwa mastahili yake. Padri anashirikishwa upadri wa Yesu Kristo, kuhani mkuu wa milele. Mimi nimeshirikishwa upadri wa Yesu, kuhani mkuu ni huyu wa Yesu Kristo. Mimi nimeshirikishwa. Siwezi nikasema mimi nimekuwa padri, nimesoma padri, nimekuwa padri. Ni kwa neema ya Kristo ameamua kunishirikisha upadri wake na mapadri wengine, ili waadhimishe masakramenti hayo ambayo Kristo ameyaweka. Kama umeshirikishwa, umedhaminiwa, sio kitu chako. Kitu kina mwenyewe, kina kuhani wa milele Yesu Kristo. Kwa maana kuna process ya kuwa padri endelevu. Ukianza kuanzia sasa form 1 mpaka form 6, mwaka wa malezi moja, miaka 3 ya falsafa, miaka 4 ya teolojia, mwaka mmoja wa mchungaji, na kwa miaka mingapi? 6, 1, 7, na kule 7 plus 1, 8 na 7 ni ngapi? Na 6 ni ngapi? 10. Kumtengeneza padri huyu, kumtengeneza huyu padri ili sasa akaaminishwe na Yesu, aive kabisa, aaminishwe na Bwana wetu Yesu Kristo, kumleta Yesu kwa watu, kuleta masakramenti kwa watu, kutakatifuza watu, kuhubiri neno la Mungu, kugawa masakramenti, na kwa namna ya pekee sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Karamu tunayo aliko kila siku katika altare ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mgawaji mkuu wa karamu ile kumega mkate na kuwagawia watu ni kazi ya Bwana. Kwa hiyo lazima huyu anaenda kufanya kazi hiyo takatifu, kazi hiyo adhimu, kazi yenye heshima, yenye ukuu, lazima aandaliwe vizuri, lazima awe amefungwa vizuri. Maana tunatumia muda mrefu kuandaa vijana, muda mrefu machoni kwa binadamu, lakini mbele za Mungu si muda mrefu. Kwa Mungu miaka 1000 sana siku na siku sana miaka. Kazi ya Mungu inahitaji kujiandaa vizuri. Kuna waalika mtumie muda wenu mzuri, kujiandaa vyema katika kuja kusherehekea, kuadhimisha matakatifu haya ya Mungu ambayo Kristo alitupa ukabili. Maana alipoona kwamba likizo inaanza mapema, lakini sisi waseminaristi tunabaki serikalini ili kushiriki mafungo haya kwa karibu. Parokia yake isingeweza kushiriki kikamilifu namna hiyo, tukiwa kwa karibu, unashiriki kwa uaminifu kwa karibu, ili sasa uendelee kuiva taratibu, uendelee kukua taratibu, uendelee kufanyika padri taratibu hadi utimilifu wake. Kwa hiyo napoalika tuombee mapadri, tujiombee na sisi wenyewe tulioitwa. Unaweza kufika mahali ukaona sina wito umepotea. Si kweli. Wito wa Mungu uko ndani ya mtu tangu kuzaliwa kwake. Yeremia anapoitwa na Mungu anakataa, anasema ni mtoto mdogo. Mungu anamwambia tangu ungali tumboni mwa mama yako na alikuita uwe mtume. Wito uko ndani mwako. Ni wewe kuhakikisha namna gani ya kupalilia hiyo mbegu ya wito. Usikubali magugu ya izamishe mbegu, ya iogofishe mbegu ya wito uliokuwa ndani yako. Magugu ya sisikido, yakisha kwamba unapambana, ukisaidiana na malezi, ukisaidiana na waseminaristi wenzako, uyanyofoa hayo magugu.
kutoa hayo magugu, ile mbegu njema ya Kristo iliyopandwa ndani mwako ipate kukua, ipate kukomaa, ipate kuzaa matunda, na matunda hayo ndio sadaka ya upako. Kwa hiyo tunaombea na tunawaalika mshirikiane na neema ya Mungu katika kujipambanua, katika kujitafuta, kubaki katika njia sahihi. Katika hali ya mwisho, Yesu anafanya jambo la ajabu la kustaajabisha kwa mila za Kiyahudi. Mila za Kiyahudi, kwenye familia kulikuwa na bwana na watumishi. Huyo mtumishi kazi yake kwamba baada ya kurudi anamtawala miguu, anamkaribisha mezani, akawale kama mwingine anaendelea. Sasa leo wanafunzi wakijua huyu ni master, huyu ni mwalimu, huyu ni masia, huyu ni kiongozi, huyu ni Kristo, mpaka mafuta wa Bwana, wao walikuwa na ile concept au ile kwamba sisi ndio tunapaswa kutawala miguu Kristo. Kristo anafanya opposite. Yeye aliye Bwana na mwalimu anafanya kinyume. Yeye anawatawala mitume miguu. Hapo Petro anashangazwa, anahoji. Yesu anasema, kweli nimesema tena, mimi ni mwalimu na Bwana. Nani manena tena? Maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi ndiye Bwana na mwalimu, mwatawala ninyi miguu, imewapasa vivyo hivyo na ninyi kutawalana miguu lenye. Kwani wanangu wapendwa, kutawalana miguu kwetu kwa kipindi hiki maana yake nini? Maana yake kubwa ni kuonyeshana upendo. Dunia imekaukiwa upendo, jamii imekaukiwa upendo, na hata mara nyingine katika seminari tumekaukiwa upendo. Tunaalikwa kutawalana miguu, kusaidiana, kuelekezana. Na zaidi sana, kama wote tuna nia moja ya kuwa watendakazi katika shamba la Bwana, lazima tusaidiane, lazima tuleane. Mara nyingine niliwaambia katika seminari, walezi wako katika ngazi 4. Mlezi namba 1 ni Roho Mtakatifu anayeongea na dhamiri yako, anayekulea kwa karibu, anayewaleta dhamiri yako. Sasa ni muda wa kanisani, sasa ni muda wa kusali rozari, sasa ni muda wa kwenda darasani, sasa ni muda wa kwenda daini. Ni Roho Mtakatifu. Hili ni kosa, hili ni jema. Mheshimu sana mwalimu huyo. Mwalimu wa kwanza kabisa sio rector, sio mwalimu wa sio baba roho, sio mzazi, sio mwalimu wa darasani, ni Roho Mtakatifu. Mpe nafasi Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako. Mwalimu wa pili ni wewe mwenyewe. Unaposhirikiana na neema ya Roho Mtakatifu, unapotii sauti ya Mungu, unakuwa mseminaristi mwema, unakuwa kijana mwema, unakuwa Mkristo mwema, unakuwa Mkatoliki mwema. Lazima ushirikiane na neema ya Mungu. Ukitaka kufanyika kweli mtoto wa Mungu, ukitaka kufanyika kweli mseminaristi bora, asiyekuwa na mauzauza, asiyekuwa na kama msikilize Roho Mtakatifu, shirikiana naye. Mwalimu wa tatu ni mseminaristi mwenzako. Seminaristi mwenzako, classmate wako, dormitory mate wako,
tebometi wako, parishmenti wako na kadhalika, nafanya kitendo kimoja, anakuwa mlezi mwenzako, anakuambia fulani hivi sio sawa. Na ndio hapo sasa ile ya kutawadhana miguu inakuja. Kaka, amka, usilale kanisani. Kanisani si mahali pa kulala. Kaka, amka, kwenda kajiandae, tuoge, twende kanisani, ni muda wa masifu. Lazima kutawadhana miguu, lazima kusaidiana. Brother, muda wa kula tunaanza na sala ya kabla ya kula. Baada ya kula tunasali vile vile, tunaosha. Ndio namna ya kuelewana, ndio namna sasa kwa dhana ya hapa sasa kutawadhana miguu, kusaidiana ili wote tubaki katika njia moja, njia ile ambayo wote tumeitwa kuja seminari, ambayo si nyingine ni kuwa kujiandaa na kazi ya Bwana. Kwa hiyo lazima tutawadhane miguu, tusaidiane katika masomo, ukiwa na mdhaifu tusaidiane, usiwe wachoyo. Wale viongozi mtakuwa maandamano ya kuongoza wenzenu, mwe watumishi, sio mabosi, mwe watumishi wa seminaristi wenzenu. Tukiweza kuyafanya hayo, sasa tumetawadhana miguu, tumesaidiana, tumeelekezana katika njia sahihi, katika malezi sahihi kuelekea altare ya Bwana, kwa mtendakazi bora katika Bwana. Na mlezi wa mwisho ndiye kumeta walezi wako, mapadri, marekta, walimu wa nidhamu, baba wa kiroho, walimu wa darasani, wafanyakazi wengine wote, wapishi wote, wafanyakazi wa mazingira na kadhalika. Hawa wanashika nafasi yao, nafasi ya nne katika malezi. Tukiwasikiliza, tukifuata wanayotuelekeza, tutafika lengo letu na kufanyika makasisi na kujiondoa hatari ya Bwana. Na hapa tusipofikia upande, lakini kwa tumepata malezi mazuri, tutakuwa Wakristo wazuri, tutakuwa waamini wazuri. Niwaalike katika kanisa la sadaka ya kanisa hili tuweze kudumu katika malezi sahihi, malezi bora ya kusaidiana, kutokuoneana aibu, kutokufichiana maovu. Kufichiana maovu, maana msitaki mwenzako anaenda ndivyo sivyo, unamfichia maovu, unaliangalia kanisa bomu la baadaye. Kwa watu wa kusimama katika ukweli, kwa watu wa kusaidiana katika malezi, wakisha kwamba sisi wote tunatembea pamoja, tunaenda pamoja, tutafika pamoja. Nawaalika tuendelee kujiombea, tuombee mapadri wote, maparoko wetu, paroko wasaidizi, walezi wetu wa seminarini, na wengine mapadri wote duniani, pamoja na maaskofu wetu na kardinali na papa, ili waliopokea wito kwa Mungu waendelee kweli kufanyika vyombo vya Mungu, kufanyika watumishi bora na kukuza mbegu bora katika malezi ya kipadri, ili kanisa la Mungu kesho lisipungukiwe na mapadri.
Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja, Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Akawaambia mambo niliyowatendea, niliona walimu wenu. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha miguu yao. Nimewapa mfano, ili mtende nanyi vilevile. Bwana Yesu alipokwisha kula pamoja na wafuasi wake, aliwaosha
Tusimame tumtolee Mungu maombi yetu. Ndugu zangu, siku moja kabla ya mateso yake, Yesu alituachia wosia wake katika kuweka Ekaristi Takatifu. Ee Baba wa huruma, twakuomba, waitikia twakuomba, usikie. Tusaidie kutambua umuhimu wa Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kuadhimisha mahitaji na ibada kubwa. Ee Bwana, tujalie neema ya kuunganika na Mwanao ambaye anakwisha kutufuliza na kutuongoza kila siku katika mahangaiko ya maisha. Ee Bwana, utupe moyo kujitayarisha kujiunganisha na sadaka ya Mwanao ili kupata nguvu ya kuvumilia masumbufu na mahangaiko ya maisha ya kila siku. Ee Bwana, ututie hamasa ya kuhudhuria adhimisho la misa mara kwa mara ili tujaliwe nguvu ya kusimama wima katika imani yetu. Ee Bwana, waite vijana wapokee wito wa Padre ili tupate umuhimu wa Ekaristi. Ee Bwana, kwa mfano wa sadaka ya Yesu, tusaidie kujifunza kuwa tayari kujitoa kwa wengine katika huduma. Ee Bwana, tuombee mapadri waliotangulia mbele ya haki, waseminaristi wenzetu waliotangulia mbele ya haki, Yesu mwenye huruma awakaribishe katika uzima wa milele kwa mbinguni kwa Bwana. Mungu, ulipokea sadaka ya Mwanao ambaye alitushirikisha matendo yake na kuomba ukutani maombi yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Hallelujah.
wote waliomo hapa ambao walio imani ya ibada yao
kujaza haki zao kwako wewe, Mungu wa milele uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana kanisa zima katika maisha ile siku takatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa kwa ajili yetu, tunamtuma na kumheshimu Maria mtukufu aina Bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, alafu Yosefu mwenyewe mama wa Bikira alitume na mashahidi wake mwenyewe Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohana, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Mathayo, Simoni, Thadayo, Lino, Kristo, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Crisóstomo, Yohane na Paulo, Cosma, Damiano na watakatifu wako wote. Kwa mastahili na maombezi yao tujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa utukufu wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema na sadaka ambayo sisi watumishi wako na familia yako yote tunakutolea katika siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alipowakabidhi wafuasi wake mafungu ya Bwana ndani yake wapate kuyaadhimisha. Na uziweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe na laana ya milele, tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Ee Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii ili upendeze, uipokee hiyo sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya wanaompenda sana Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile iliyotangulia kuteswa kwake kwa ajili ya wokovu wetu na watu wote, ndiyo leo alitoa mkate katika mikono yake mtakatifu na mtukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Mwenyezi, akikushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Tena alikubariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kujilinda kwa ajili ya watu wanaolia dhambi, kwa ninyi ili kwa ukumbusho wangu. Kwa imani ya Bwana tunatambua mkate huu. Ee Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunaadhimisha kukumbuka mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na watoto wake kutoka kuzimu na kupanda mbinguni kwetu. Tunamtolea wewe Ee Mungu mtukufu na mwenye enzi kati ya zawadi ulizotujalia sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na lawama, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwelaji kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyowahi kupokea sadaka ya Abeli mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile ya Melkizedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na lawama. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye altari yako juu mbinguni, mbele ya uso
kusudi sisi sote tutakapokuja mwili na damu takatifu ya mwanao na kushiriki katika altare hii, tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Ee Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotangulia wakiwa na ishara ya imani, waliingia katika usingizi wa amani. Na msie Bwana awajalie mahali pa faraja, mwanga na amani, maana wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumainia wewe na rehema zako, tujalie sehemu ya waamini na washirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matira, Barnaba, Ignasi, Alexander, Marcelino, Petro, Felisita, Petro, Agatha, Lucia, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba ewe Mungu karimu, utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako. Ee Bwana, kwa njia yake unaomba daima mema haya yote, unayatakatifuza na kuyatia uzima, kuyabariki na kutuletea sisi. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapewa heshima yote na utukufu milele na milele.
ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Kombe hili tunabarikiwa katika damu yako, asema Bwana. Fanya hili juu ya moyo wako kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, kama vile tunavyotiwa nguvu na karamu ya Mwana hapa duniani, vivyo hivyo pia yatustahili kushiriki katika milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunawaalika katika utulivu, katika ukimya, Mungu hamna kengele, tumia saa yako kujiongoza mwenyewe. Tuwahi kwenye matukio, vipindi vyote vya sala asubuhi na matukio mengine ya kijumuiya, kila mmoja ashiriki kikamilifu bila kusukuana, bila kuingiliana. Nawaalika sasa wote tupige magoti wimbo wetu wa Ekaristi.
Kristo,